kazi kwa kweli kwa sisi watafiti kikubwa ni takwimu, data. Bila data hatuna ujanja wote. Na ndio maana tunatumia nguvu sana kuweza kuwashirikisha na nyie ndio mnaozalisha zile takwimu. Lakini sisi sasa tunaweza kuzitumia katika kuleta mipango mingine ya namna bora zaidi ya kuweza kurahisisha kazi zenu, lakini pia na wale mnaohudumia waweze kupata huduma ambayo ni bora zaidi. Na focus ya mradi ni special role mama wajawazito ambao wanaenda katika hatua za kujifungua. Tunajua kuna changamoto nyingi sana zinaambatana, lakini wakati mwingine labda ni kukosa taarifa muhimu. Lakini kwa kutumia Kilunde ni kwamba zile data zikishawekwa mle inaweza ka predict, ikaeleza huyu mtu atakuwa katika hali gani baada ya muda fulani. Kwa hiyo inawasaidia kuwapa alert mapema, kujua kwamba huyu mama ni namna gani tuweze kumsaidia ili aweze kujifungua salama na yule mtoto naye awe salama vile, kwa sababu ni lengo kubwa la kila mtu aliye katika kitengo cha afya kuhakikisha maisha ya binadamu yanaokolewa. Kupata data zaidi ya 8 sio kitu kidogo. Ni kazi kubwa timu imefanya, lakini pia na nyie mmetusaidia sana katika kukamilisha huu mradi. Huu ni mradi ambao kwa kweli utakuwa na matokeo makubwa na impact yake inatakima hiyo kubwa. Niwakaribisha sana kwa mara nyingine Chuo Kikuu cha Dodoma. Na leo tunawakaribisha katika workshop, lakini pia tunawakaribisha mje kusoma kwa wale ambao wanataka kujiendeleza kimasomo. Mimi ni mtafiti mkuu katika mradi wa AI for Maternal Health, mradi ambao umejikita katika kukusanya taarifa za wamama wajawazito. Taarifa hizi zinakusanywa pindi waendapo kliniki, ambazo zinajumuisha taarifa zinazohusiana na mama mjamzito kwa ujumla, taarifa za maabara na taarifa nyinginezo ambazo mama huwa anaulizwa pindi aendapo kliniki. Hizi taarifa zinakusanywa kwa lengo kuu la kusaidia kuweza kutengeneza mfumo ambao utasaidia kuweza kugundua vihatarishi ambavyo mama mjamzito anaweza akavipata wakati wa kujifungua na baada ya kujifungua. Kwa lengo kuu la mradi huu ni kukusanya tu data ambazo zinatusaidia kutengeneza mfumo huu. Nafasi hii katika mradi nimeshika kama data analyst, data scientist au machine learning engineer. So nimejaribu kuanalyze data, kuangalia inconsistencies zote, values, kuangalia data ambazo zimezidi, data ambazo zimepungua, kutoa missing values na mambo yote yanayohusiana na data analysis. Data zinakwenda kufanya kazi kwa namna moja au nyingine. Namna ya kwanza ni kwamba niweza kutengeneza mfumo au application ambayo itamweza kumsaidia ni mkunga au muuguzi, kwamba amekuja pale mjamzito ana dalili zote za kupata baba ana taarifa fulani, ataingiza kwenye mfumo, then baada ya kuingiza kwenye mfumo ule mfumo utaweza kutoa majibu kwamba kutokana na vitu alivyokuwa navyo huyu, basi huyu mtu yuko katika dalili ya kupata magonjwa au kupata hatari ya ujauzito au kupata hatari yeye na mtoto.